Alikuwa kwenye biashara ya usafirishaji wa mizigo, pesa zilikuwepo, maisha yalikuwa yanaenda sawa. Lakini leo hii yupo shambani, analima parachichi, anafuga ng'ombe wa maziwa. Samadi kutoka kwa mifugo yake ndiyo siri ya mafanikio ya shamba lake. Nini kilimfanya aache biashara kubwa hivi? Na kilimo kina nini? Usiondoke, kwa sababu utakachokisikia leo kinaweza kubadili kabisa mtazamo wako juu ya pesa, kazi na maisha yako. Jina langu ni Michael Mwamrima, kulima wetu ni Seth Mrigo. Karibu. Kabla hujaingia kwenye kilimo cha parachichi, wewe ulikuwa unafanya shughuli gani? Mimi kabla sijaingia kwenye kilimo cha parachichi, mimi shughuli yangu kubwa nilikuwa nimekaa Dar es Salaam takriban kama miaka 20 hivi. Nilikuwa ni cargo, kwa najiita Seth Cargo, msafirishaji wa mizigo wafanya biashara toka Dar es Salaam kuleta Njombe kwa hawa wafanya biashara wenye maduka. Hizo shughuli ndio ambazo ndio nilikuwa nazifanya. Sasa kulingana na hali za biashara sasa hivi hazijakaa vizuri, nilichokifanya niliona mimi ngoja nipumzike kidogo, nirudi niendeshe shughuli hizi za kilimo. Lakini biashara ile sasa sio kwamba haipo, bado ipo, isipokuwa nimewaachia vijana wanaiendesha, vijana wangu, ila mimi nimetoka sasa hivi naendesha vijana. Sawa, kwenye upande wa kipato ukiangalia kule kwa mwezi na huu kwenye parachichi, unaona wapi ambako kuna faida zaidi? Mimi unajua ndio maana nipo hapa kwa ajili ya hii kazi. Kifupi, hii kazi ina kipato. Nilivyoona ile biashara haijakaa sawa, ndio maana nimekuja kwenye kilimo cha parachichi. Yaani kifupi, parachichi iko vizuri. Kikubwa sasa ni utunzaji tu wewe mwenyewe. Parachichi inataka utunzaji. Ndio maana nakuwa mimi nipo shambani na ninashinda hapa kwa ajili ya kilimo cha parachichi. Ili uweze kupata hela na uweze kuwa na hela nzuri, hii inataka bidii, yani juhudi zako wewe. Yani ujitahidi yani hizi zinataka sana kuzifuatilia, hasa usafi. Zinataka usafi, samadi, kuna kupogolea, namna kupogolea ili uweze kupata matunda mazuri. Kikubwa ni hilo tu. Lakini mimi kwa haraka kwa hesabu yangu, parachichi ina hela kuliko zao lingine lolote. Huwezi kufananisha na zao lingine lolote, huwezi kufananisha kwenye parachichi. Mwaka unaingiza kiasi gani cha fedha kupitia kilimo cha parachichi na huduma zote ambazo zinapatikana hapa shambani? Shamba langu sijaanza mavuno kwa muda mrefu, kwa sababu kama unavyoona mtangazaji, shamba hili ni kama bado jipya. Kwa hiyo naweza nikasema kwa mwaka, sababu mwaka jana ni kama ndio nilianza mavuno mwaka jana nilikuwa ndio naanza, na shamba lote kama unavyoliona sikuanza kuchuma kwa shamba lote. Ina maana nilianza upande wa huku juu, wa huku chini ni kama ndio labda kwa mwaka huu. Lakini kwa mwaka jana takriban na kama nilipata kama milioni 10 kwa huu upande ambao niliochuma. Huu mwingine, hii sehemu nyingine ilikuwa bado. Ila sasa kwa mwaka huu, kwa vile matunda kama unavyoyaona na tunasubiri yaweze kukomaa, kwa hiyo nashindwa kukadiria itakuwa kiasi gani, lakini kwa sababu soko letu linabadilika, lakini naamini mwaka huu linaweza likatoa zaidi ya mwaka jana kulingana na jinsi ninavyoyaona maparachichi. Yoyote ambaye amejikita kwenye kilimo hiki, tunaomba tukazane kabisa, na kuna mafanikio, na mbele ya safari mafanikio ni makubwa. Kikubwa ni juhudi tu. Hilo ndio wazo langu mimi. Na unawaambia nini vijana ambao tayari pengine wengine wana mitaji? Naomba waangalie fursa hii ya parachichi. Ni kweli kuna vijana wana mitaji. Unajua katika binadamu tumegawanyika katika makundi mawili. Kuna mwingine hana hobi kabisa kilimo. Lakini kwa wale vijana ambao sasa hivi wanachipukia, ambao wana pesa zao, sisi tunawashauri wawekeze hata kwenye mashamba ya parachichi. Wasiangalie biashara waangalie sawa, lakini na kwenye parachichi tunaomba nao tunawakaribisha waingie, watuone, tuwape hata mawazo, waingie walime. Nako ni kuzuri, kwa sababu ukiwa na eka moja
eka moja ikafikisha miaka 10, yani toka umepanda ikafikisha miaka 10, eka moja inaweza kukupa zaidi ya milioni 20. Hasa huwezi kulinganisha na biashara nyingine. Shamba lako unalihudumia kwa mfumo upi kwenye upande wa mbolea? Upande wa mbolea ndio imekuwa ni changamoto. Ni kweli ili mavuno yawe mazuri sana, ni kweli shamba linahitaji sana mbolea. Na mbolea tunayoizungumzia hasa ni mbolea ya samadi. Mimi hapa natumia zaidi samadi. Hasa samadi ni changamoto kwa sababu kufuatana na wakulima kuongezeka wa parachichi imepelekea kuwa samadi kwa Njombe, kuipata Njombe kama Njombe kidogo inakuwa ni chache sana, inasumbua. Kwa hiyo kinachotokea walio wengine wanafuata Dodoma, wengine wanafuata Baruku, Kapunga, ndivyo kinachokuwa kinaendelea kuhusu samadi. Sasa mimi sasa nilikaa nikatafakari sana, nikaona hili linahitaji msingi mkubwa. Linahitaji fedha nyingi kusafisha samadi kutoka Dodoma au Mbeya. Kwa hiyo mimi nikaamua sasa nijaribu kuweka na ng'ombe hapa, ng'ombe wa maziwa kiasi, ili niweze kuvuna samadi mimi mwenyewe ya kuweza kuweka hapa shambani. Ndio hicho kitu ambacho ndio kinachoendelea mpaka sasa, na ng'ombe nilionao ndio kama hivi hao hapa, lakini ili nifikie malengo bado nahitaji kuongeza ng'ombe zaidi. Lakini pindi hapo nitakapokuwa nimefanya biashara ya parachichi huko mbele, nikipata fedha basi naweza kaniruhusu kuongeza ng'ombe wengine. Lengo langu kupata kipato cha samadi kiwe kikubwa kidogo kuliko hao ng'ombe nilionao kwa sasa hivi. Na hata wakulima wenzangu ambao wanaonisikia sasa, mimi bado natoa tu wazo kwamba kufuga ni muhimu, kwa sababu ng'ombe ambao tunakuta ambao wanaweza kaleta samadi vizuri ni ng'ombe wa maziwa. Kwa hiyo kuhusu soko la maziwa mimi halina shida. Soko la maziwa ni kubwa sana. Kwa hiyo tunaongelea sasa kwa mtu yoyote ambaye anajikuta ana site, yani ana eneo, kama ana nafasi ya kuweza kuweka ng'ombe, mimi wazo wangu nashauri mtu aweke ng'ombe. Sababu ng'ombe bado utapata maziwa, utapata pesa kupitia maziwa, lakini bado utapata na samadi ya kuweza kuweka shambani. Hayo ndio mawazo yangu ambayo najaribu sasa wakulima wenzangu. Kuna uhitaji wa kiasi gani kwenye upande wa samadi? Upande wa samadi uhitaji ni mkubwa sana, hususan hasa kwenye mashamba ya parachichi. Na hata wakulima wenzangu ambao wanaonisikia sasa, mimi bado natoa tu wazo kwamba kufuga ni muhimu, kwa sababu ng'ombe ambao tunakuta ambao wanaweza kaleta samadi vizuri ni ng'ombe wa maziwa. Kwa hiyo kuhusu soko la maziwa mimi halina shida. Soko la maziwa ni kubwa sana. Kwa hiyo tunaongelea sasa kwa mtu yoyote ambaye anajikuta ana site, yani ana eneo, kama ana nafasi ya kuweza kuweka ng'ombe, mimi wazo wangu nashauri mtu aweke ng'ombe. Sababu ng'ombe bado utapata maziwa, utapata pesa kupitia maziwa, lakini bado utapata na samadi ya kuweza kuweka shambani. Hayo ndio mawazo yangu ambayo najaribu sasa wakulima wenzangu. Labda kwenye upande wa kilimo cha parachichi, vipi? Hali imekuwaje kukizalishia kupitia samadi na mbolea zile za chumvi chumvi? Ni ipi ambayo inafanya vizuri katika mashamba yenu? Mbolea za chumvi chumvi zimekuwa zinaongelewa, ni kweli, lakini sasa mimi kwenye shamba langu hili hizo mbolea sijawahi weka mbolea za chumvi chumvi. Mimi hapa mbolea ninayotumia ni samadi pamoja na kampuni mbolea moja inaitwa Minzingu. Kuna mbolea moja Minzingu ambayo ni organic, yani haiko kwenye chumvi chumvi, haipo kwenye kemikali, ipo kwenye organic. Angalia inakuwa kama vile ni kavu, lakini inakuwa kama imechanganyikana na chokaa. Kwa mimi ndio hiyo mbolea ambayo nimekuwa mara nyingi naitumia hapa shambani. Lakini hizo mbolea zingine za chumvi chumvi hapana, sijawahi tumia. Kwa hiyo natumia pamoja na samadi ya ng'ombe. Ndio samadi ambazo nazitumia hapa shambani.
Sawa, pengine labda parachichi tunajua kwamba mauzo yake huwa mnatumia mizani kwa ajili ya kuuza parachichi zenu. Vipi matokeo yamekuwaje kupitia kilimo hai cha kutumia samadi? Tuseme wanunuzi au tuseme kampuni zinazonunua huwa wamekuwa wanaongelea kwamba ni nzuri sana parachichi ambayo ya kutumia samadi, yaani kilimo wanaita kilimo hai, na huwa wamewahi kutuelezea kwamba hata bei zake kama unatumia kilimo hai bei huwa ni kubwa kidogo kuliko yale matunda ambayo unatumia mbolea za chumvi au makemiko. Lakini sasa katika kununua sijaona kwenye kutenganisha hapo, yaani kwamba kwa vile wewe unatumia kilimo hai tutakupa bei hii. Niseme kweli hicho kitu sijaona, ila kwenye manunuzi huwa naona imekuwa ni suti tu, yaani anayotumia kemikali, anayotumia kilimo hai, nimekuta mara nyingi bei wanazonunua kama ni moja, japo huko nyuma walikuwa wanatuelezea hicho kitu kwamba kama natumia kilimo hai bei yake inakuwa ni tofauti, lakini mimi tofauti sijaona kwa sababu nakuta bado wanatumia bei ambayo ni moja. Tuliona kwenye miche ya parachichi nako kuna fursa, kwa sababu inafika mahala watu, kwa mfano makao, kwa bahati mbaya kuna watu walishaandaa mashamba. Kwa bahati mbaya sana ilipofika wakati wa kupanda watu wengi walikosa sana miche. Tunashukuru kwamba hasa kuna watu wameanza kuelimika sana kuhusu upandaji wa parachichi, lakini kwa bahati mbaya watu walivyokuwa wameamua sasa kuingia sasa kwa nguvu nyingi kupanda parachichi, kaonekana miche ikawa kidogo inasumbua. Kwa hiyo nikapata mimi msukumo, kwa sababu tayari tuna uzoefu wa kuwatika hii miche. Kwa hiyo mimi mwenyewe nikashawishika, nikapata msukumo wa kuanza kuwatika miche. Kwa hiyo kama mnavyoona hivi vitalu vyangu ndio kazi ambayo ninaifanya sasa hivi ya kuandaa hii miche kwa ajili ya kupanda kwa mwaka huu wa 2026. Miche tunayowatika ni hasi ambayo ndio inatakiwa sokoni, na miche hii tuna viliba venye ukubwa tofauti. Kwa hiyo viliba vya inchi 8 tunauza 5,000 na viliba vya inchi 16 tunauza shilingi 10,000.